kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo, na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa 128%. Tunakula na tunauza. Kubwa zaidi, serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu. Kwa tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao ya chakula na ya biashara. Tanzania sisi tuna hayo madini ambao sasa kuna madini yanaitwa madini adimu duniani. Ndio dunia yote imetoa macho hapo. Pamoja na kwamba yapo kwengine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie, maumbile yetu na utajiri wetu isiwe laana tukauana sisi kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu, ni yetu. Na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu, kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi Tanzania. Ni wakati wa Tanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania. Tunaposema tunalinda nini wanaita sovereignty, tunalinda uhuru wetu, tunalinda nchi yetu, lazima tuseme kwa moyo. Sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50, sisi tunaondoka, tunawaachia nyinyi. Hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa, lakini hilo mlijue vizuri sana, mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanadamu yanakushawishika. Wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndo hao wanaotekeleza. Na ndio maana nikasema mradi huu uliotokea una walioupanga, kuna washitiri, kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge. Ndugu zangu, nilisema aliyopita si ndwele, tugange yajayo. Lililopita limepita. Kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa, lakini inshallah Mola hatosimama nao, litapeperuka. Lakini nataka niseme, nilimsikia mmoja katika waandaji wa nje anasema hebu tarehe 9 liakhirisheni, nendeni subirini Christmas, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie wakati wowote wakija tumejipanga. Wakati wowote wakija tumejipanga. Kwa ujumla niseme kama wanadamu hukosana wakaelewana. Hatusemi serikali labda tuko safi hatuna makosa, hapana. Inawezekana kabisa kuna mapungufu, na hakuna serikali yoyote duniani sio mapungufu, lakini wanakaa wanazungumza na kuondoa mapungufu yaliyopo. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kukaa, kuzungumza na kuondoa mapungufu yaliyopo.
Nimepata salamu wanasema hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii, hakuna. Mnakumbuka niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima na wakaniletea haya ndio wanayoyaona Watanzania, na katika kuyatekeleza kuna ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na ya muda mfupi na muda wa kati mengi, 90% tumeyatekeleza. Lililobaki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba, na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, nimesema ndani ya siku 100 nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba. Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu kutokana na haya tuliyokubaliana. Sasa katiba iseme 1, iseme 2, iseme 3, iseme 4. Lakini mtakwenda moja kwa moja watu wote, kila mtu kavimba machavu, mnaunga katiba ipi itaungwa hapa? Nimesema kwanza turidhiane, na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi 3 waangalie kwa undani, watuletee taarifa, yaliyojiri ni haya, tofauti ziko hapa, hapa palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo, tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya, njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi, matatizo ni haya, piteni sasa kwa makundi mbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipachue tuwape? Katiba ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie, Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kawaida mwanamke mzuri ndio anayepiganiwa. Uongo kweli? Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini, ukicheki majana dume 2 matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri. Katuumba vizuri sana. Katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara.
inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia, inaweza ikatumika.